Kwa niaba ya wanachama na viongozi wa Chadema mkoa wa Mara, ninapenda tu kuwaeleza waandishi wa habari kwamba tutakuwa na ziara ndefu ambayo ni ya kushawishi umma wa Tanzania kushirikiana na sisi kuzuia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Na sisi kama chama mkoa wa Mara, pamoja na kutambua kwamba iko ziara ya mheshimiwa mwenyekiti wa chama taifa akiongozana na viongozi wakuu, hata leo imeshaanza safari yake kuelekea Zanzibar, na atakuwa pia na ziara ya aina hiyo kwenye kanda ya Nyasa, Kusini, Magharibi, Victoria, Serengeti na kanda zote za nchi hii. Kwa sababu kuna azimio hili la chama ambalo ni azimio la mwaka 2024 ambalo lilitolewa na mheshimiwa Freeman Mbowe mwenyewe akiwa mwenyekiti wa chama taifa, na baadaye likakubaliwa na mkutano mkuu wa chama. Kwa sisi kama Chadema mkoa wa Mara tunaunga mkono pamoja na wanachama waliofika kwa pamoja. Tunaunga mkono kwa sababu sisi mkoa wa Mara ni waathirika wakubwa sana kabisa wa chaguzi za nchi hii. Nafikiri kitakwimu, ukiacha mauaji yaliyotokea Zanzibar mwaka 2020, ukiacha mauaji yale ya Zanzibar ambao wakina Jussa walipigwa, sisi tumeuawa sana nafikiri kuliko sehemu nyingine yoyote kwenye nchi hii. Sasa Chadema mkoa wa Mara kwenye kikao cha baraza la mashauriano kiliazimia kwamba tutengeneze ripoti, na hii ripoti iende ofisi zote kabisa. Kila mahali ambapo kuna ofisi ambayo ina mtu anaweza akawa msimamizi wa uchaguzi, anaweza akawa ni askari, anaweza akawa nani, tukaona tupeleke hizi taarifa. Kwa hiyo tunapeleka hizi taarifa kwa makanisa, kwa maana ya taasisi zetu za kiroho, tukiamini kwamba kwanza tunazipa kipaumbele kwa sababu wapo kwa niaba ya Mungu wetu mwenyewe tunayemsujudia. Lakini baadaye tutapeleka kwa taasisi zote ambazo zinahusika na mambo ya haki za binadamu, Legal and Human Rights Center, TLS, Amnesty, na wote watapata. Na baadaye tutapeleka hata kwenye ofisi za wawakilishi wa rais, kwa sababu kumekuwa na tabia ya nakuta ma-DC na ma-RC wanatuona sisi kama vile ni wahalifu fulani hivi tumekase. Yani hata hapa tulipo watu tukae kwa hofu, yani kwamba ni kama wahalifu. Sisi waga tunasema sisi uhalifu wetu ni kusimamia katiba. Sisi sio Laurent Nkunda au sijui M23, na wala sisi hatuna bunduki. Sisi tunazo sababu za kikatiba tu ndio zinatufanya tunahoji mambo. Kwa hiyo tutapeleka kwa ofisi za wakuu wetu wa mikoa, na baadaye tunajua majimbo na wilaya watapeleka kwa wakuu wa wilaya huko. Mimi ninakomea kwa wakuu wa mikoa. Tuunge mkono kwa kweli. Tuunge mkono kwa sababu tumepata madhira makubwa sana. Takwimu za mkoa wa Mara kuanzia 2019 mpaka leo zinaonesha kwamba kwa sababu za kichaguzi tu wameuawa viongozi na wanachadema 10. Tunazo tarehe, tunao umri wa hawa watu, tunazo picha za hawa watu, tunayo
picha za maiti za hao watu na majina yao na profile zao. Anayekataa aende kata ya Kemambo pale Tarime vijijini, aulize mtu anaitwa Chacha Ngabia na Chacha Isangora waliuawa kwa nini na lini. Anayekataa aende kata ya Nyanungu Tarime vijijini, aulize mtu anaitwa Boke Mwita Waitei aliuawa lini kwa nini. Anayekataa aende kata ya Nyansincha Tarime vijijini, aulize mtu anaitwa Sabayo Marwa Makuli aliuawa lini kwa nini. Anayekataa aende kata ya Sirari, aulize mtu anaitwa Suguta Chacha Suguta aliuawa lini kwa nini. Nyatega Wenje aliuawa lini kwa nini. Anayekataa. Hao ni miongoni mwa watu ambao wameuawa kwa sababu za kisiasa mkoa wa Mara. Na sio tu wameuawa eti baada ya uchaguzi, wameuawa kwa saa ya uchaguzi. Kwa mfano Chacha Ngabia na Chacha Isangora walipigwa risasi za moto. Subiriwa hapa mgombea ubunge na mgombea udiwani wa kata ya Matongo alikuwa anaitwa Ngocho Emmanuel Lioba, walikuwa wanafanya mkutano. Sisi hawakuwa na mkutano eneo lile. Chacha Isangora na Chacha Ngabia wakapigwa risasi za moto wakafariki. Nyatega Wenje akawa na randaranda anatokea zake kutoka ziwani anaenda nyumbani kwake. Na waliomuua wapo. Watu waliomuua Chacha Isangora na Chacha Ngabia wapo. Wapo. Sasa ndugu waandishi wa habari, tunasema kwa sababu hizi za mauaji tunaungana na no reform no election. Sababu ya pili ni watu kutekwa na kupotea. Hatutaki kuzungumza wale wafanya biashara, sijui nani wanaotekwa, sijui nani wanaotekwa. Hao wana kundi lao tutalizungumzia kwa sababu ni haki ya kiraia kuwasemea hao watu wanaotekwa, kwa sababu sio haki kupoteza mtu hata kama ni jambazi sugu kuingia. Hapa tunazungumzia kiongozi wa Chadema au mtu aliyepigwa kwenye mkutano wa hadhara peke yake. Tunaomba tueleweke hivyo kwamba hatuokotezi kundi A tuka intersect na kundi B. Tunazungumzia A as A, B itazungumziwa siku nyingine. Mtu anaitwa Wilson Damas, mtu anaitwa Richard Kayanda Tongori, mtu anaitwa Chazi Waitinyi wamepotea mkoa wa Mara. Wamepotea kwa sababu za kiuchaguzi, wamepotea kabisa. Wawili wanakaa pale Tarime, wake zao, mmoja mke wake yupo, mwingine mke wake ameolewa upya 2020. Sababu ya tatu ni kunusuru watu wasikimbie familia zao tena, kwa sababu mwaka 2020 tulishuhudia sisi kama mkoa wa Mara zaidi ya watu 15 kuwa wakimbizi wa kisiasa. Mwingine yuko hapa. Yuko hapa. Simama. Huyo alikimbia nchi kwa sababu DC ametangaza hali ya hatari. Alikimbia nchi na alikuwa mgombea wa kata ya Mkoma. Yeye mgombea wa kata ya Ikoma, mgombea wa kata ya Rabor, mgombea wa kata ya Nyaongo, mgombea ubunge, wote walikimbia nchi. Sababu ya nne ni uharibifu wa mali na ubambikaji kesi. Tunayo takwimu ya watu 113 waliobambikiwa kesi kwa sababu ya uchaguzi. Watu wanaitwa kwa mfano mtu anaitwa Nyangoko Paulo Thomas, Masha Vincent Masana, Chacha Nyanchage Tamunye, Chazi Sylvester Marwa,
Paulo Malima Andrea, Mahe Marwa Mahe, Mlimi Zabroni Mwita, Joseph Mwita Maitaria, Mwita Mlimi John, Thomas Maki Wantaiga, Thomas Mangera Mbuge, Ramazani Mwita Juma, Josephat Esio Wangue Keheye, waliwekewa kesi economic crime case number 1 of 2019. Economic crime case, kesi ya hujumu uchumi. Hii hapa. Kwa sababu tu walikuwa wanagombea vitongoji 2019. Lakini ukiwaacha hawa, kuna kundi jingine la watu 12 la watu ambao walikuwa wanamfanyia kampeni mgombe ubunge mwaka 2020, na wao wakabambikiwa kesi. Lakini hata leo tumetoka kumdhamini mtu wa mwisho leo, anaitwa Charles Kurwa. Hatujamdhamini, in fact tumemlipia, ametoka gerezani. Hilo ni eneo la watu kubambikiwa kesi. Kuna eneo la watu uharibifu wa mali. Na hapa nakuwa specific kabisa. Wenja alikimbia na pensi, akakimbia nchi. Kwa sababu za kiuchaguzi, sisi hatutaki kuzungumza mambo mengine. Tukizungumza mambo mengine ya kuokoteza hapa, tukisema haya maneno tunaosema, tuna ushahidi nayo. Nikikwambia fulani ni mfanya magendo, nina ushahidi. Nina ushahidi. Amekwenda mwenyewe, ameumiza watu, amepiga walinzi wa Heche, anasema mpaka anapiga walinzi wa mgombea, anasema semeni tu neno moja kwamba Heche ana magenge ili nye muachio. Andikeni. Watu wamepigwa wakawa wakashindwa hata kutembea kuja mahakamani. Nafikiri waliingia mahakamani kama chura, na akapotea nao. Ni habeas corpus iliwarudisha kuja kusomewa kesi za Amdirobale. Mtu alisomewa kesi ya Amdirobale ya mwaka 2014. Huyu mtu hajai kuwa Tarime, lakini akasomewa kesi haijui hata Tarime penyewe hajai kukanyaga. Akafuatwa Dar es Salaam akaletwa kwa sababu za kiuchaguzi. Wagombea wetu, Lazaro Godwin Kitori alikuwa diwani. 2011 ameshinda by election. 2015 ameshinda udiwani. 2020 amepigwa pingamizi eti hajui kusoma na kuandika. Yaani mtu ana diploma akainguliwa. Huyo hapa anaenda kujibu pingamizi, masaa 24 yale anafuatwa mule ndani kwenye stationary, anakamatiwa mule, anashindwa kujibu pingamizi, kata inapita bila kupingwa. Nyangoko Paulo Thomas amekuwa mwenyekiti wa kijiji, amekuwa diwani. 2024 amewekewa kitambulisho eti ni Mkenya, ameondolewa kwenye uchaguzi. Wilaya Serengeti yote, wagombea wote waliondolewa, wote wa serikali za mitaa. Eti muhuri, eti neno muhuri ule umesema Chama cha Demokrasia na Maendeleo, alafu hawajasema kwa kifupi Chadema. Sasa kuna Chama cha Demokrasia na Maendeleo kingine. Lakini amekuja ameondolewa. Yaani kuna mgombea wa kijiji wa vijiji, kwa mfano vya kata hii ya nani hapa Tarime vijijini, Chama cha Mapinduzi kinaandika pingamizi, watu wanaondolewa. Mimi binafsi nimepigiwa kura kwamba nipo Tarime, niko India, nimepigiwa kura. Watu wanapiga kura wanahama. Tumejiridhisha pasina shaka kwamba uchaguzi kwenye nchi hii ya Tanzania haupo tena. Neno uchaguzi haupo. Na sisi tuna wanachama, na sisi tuna raia.
na sisi tuna influence, na sisi tuko tayari, na kwenye haki Stefano alifia haki, tutafia haki, na tuko tayari kufa. Tuko tayari kufa. Tuko tayari kufa. Tuko tayari kufa. Hatuko tayari kuona mtu mwingine anakufa kwa sababu kwamba mimi niwe mbunge. Na haina maana. Haina maana yoyote. Haina maana niwe diwani watu wamekufa. Kwa sababu wana uwezo wa kututeka na kutupoteza. Waje watuteke tu sasa hivi, hata mimi nikitoka hapa leo waniteke waondoke na mimi. Hakuna shida. Lakini hatutakubali uhuni unaoitwa uchaguzi, na tutauzuia, na tumesema categorically, na tunasema serious kabisa, tutauzuia. We have the mass, we have the people. Tutazuia uchaguzi. Tutazungumza na taasisi zote, tutazungumza na nyinyi waandishi wa habari, na tunazungumza mjue haya mambo hayana kwao, uovu hauna kwao. Tunazungumza hapa, anajitokeza RPC anasema kwamba eti tunawachokoza. Mimi nataja sasa, Boke Mwite Waitee aliuawa. Sasa RPC nimekuchokozaje sasa? Yani mimi nasema hapa hivi, Sabayo Mara Makuri aliuawa. Haya RPC niambia nimekuchokozaje? Nimekuambia kwamba kuku wako wasiishi kwako? Au nimechukua nyota yako ya hapa mabegani? Tunazungumza haya mambo. Wakati mwingine RPC uliopo haukuwa RPC wa hapa wakati huo. Tishwa ndio hatutishiki. Mimi binafsi sitishiki. Kutisha acha atoe vitisho. Maana siku akiniua atakufa na yeye. Haya mambo yanatuumiza, haya mambo yanatufedhehesha, na haya mambo yanatuchukiza. Sisi kama Chadema mkoa Mara tumesema tuko tayari kuzungumza na mtu yeyote ambaye anataka kutuelewa ni kwa nini tunazungumza haya mambo. Tumekwenda kwenye uchaguzi. Amebandikwa mtu matokeo, kwa mfano kitongoji cha Gonsara. Nendeni, haya mambo tunaposema nendeni site. Kitongoji cha Gonsara, halmashauri ya Tarime vijijini, kijiji cha Kewanja. Mtu anaitwa Magutu Sasi Magutu alipata kura 301, akabandikwa, yani katika wale tuliobaki. Maana mimi sisemagi walioshinda, tuliobakiziwa. Yani unaweza ukapora ukabakiziwa kuku wawili. Usiseme eti kuku wao wameshinda au wamebakizwa. Mwizi anaweza rudia tena wale kuku. Magutu Sasi Magutu akaandikiwa kwamba amepata kura 301. Kura Moses Busese wa CCM akapata 162. Siku ya kuapa, Magutu Sasi Magutu amejiandaa na familia yake maskini na mke wake na watoto, twendeni leo nimekuwa mwenyekiti wa kitongoji. Anafika Nyamwaga, anapigwa pingu, anawekwa lock up. Baadaye akaapishwa. Yani yule sio hata litangazwa. Kwa sababu hata kutangazwaga huyu Paulo Moses Busesi. Hata yeye sijui nafsi yake inamwambia nini. Akatangazwa, akaapishwa yule Paulo Moses Busesi, akarudi kijijini eti ndio mwenyekiti wa kitongoji sasa. Magutu Sasi akaachiwa kesho yake. Akaambiwa pale kijijini, mwenyekiti wa kitongoji cha Gonsara, kijiji cha Kewanja, kata ya Kemambo, halmashauri ya Tarime vijijini, ni Paulo Moses Busesi. Mkurugenzi akabuni, akatengeneza takwimu yake nyingine, kwa sababu si hakuna hata hayo makaratasi sasa. Akasema aliyeshinda ni yule mwingine, yani ikapigwa vice versa. Yani ile unaosikia vice versa is true. Kama hichi ni kitongoji, mtu anafanya haya kitongoji, hebu mnishawishi. Tunasema kwa unyenyekevu na kwa uwazi, Tanzania hakuna tena uchaguzi. Anayesema kuna uchaguzi atushawishi kwa hoja. Kwamba sisi tunasema watu huwa wanauawa, yeye aseme hawauawi.
Si tunasema watu wamepotea, yeye aseme hawapotei. Si tunasema mtu anatangazwa ambaye hajashinda, kwa vielelezo. Yule anayesema uchaguzi upo atuambie huwa wanatangazwa. Na kweli kabisa, hata ninyi kwa ukweli kabisa, Chadema ni ya kushindwa kupata mtaa Msoma hapa? Haiwezekani. Kwenye uchaguzi kabisa. Mungu amewapiga upofu serikali. Muende mkae mjiulize upya. Haya madaraka ya kibinadamu mnaong'ang'ania yana baraka za Mungu? Hizi damu za watu zinaomwagika zina baraka za Mungu? Hawa watu waliojeruhiwa, watu wameumia, ni baraka za Mungu? Maandiko yanasema damu ya mtu inanena. Kwa hiyo kwa vielelezo hivi tunawaalika kwamba ninyi waandishi, tutakuwa na siku yenu, kama mna wahariri, kama mna nani, mkae mtuhoji. Na tungetamani yule RPC anayepiga kifua akae pale siku moja, sisi tuwe hapa na takwimu na yeye awe na takwimu zake pale. Aseme sisi tunayoyasema tunamchokozaje. Tunatamani hili. Wakati mtakapoenda kuongea naye mwambie hivi, Chadema mkoa wa Mara inasema, na mimi ni msemaji kwa niaba ya wenzangu, kwamba yeye ajiandae na takwimu zake, sisi tuje na takwimu zetu kwamba tunauawa, yeye aseme hatuuawi. Tutembee naye kwenda kwenye miji ya watu waliopotea. Atueleze kwamba, aongee na zile familia kwamba mume wako yuko ndani, Chadema wanasema hayupo. Maana ana nguvu, yawezekana anajua watu wako wapi. Lakini vitisho havimsaidii kitu. Vitisho haviwezi kumrudisha mtu yeyote nyuma. Na ajue sio zile enzi. Hizi ni enzi zingine, sio za maliziano. Hizi ni enzi zingine kabisa. Hizi ni enzi waje na hoja, tujibu hoja. Sio vitisho. Na tuko tayari. Na wanatuuliza eti mtatumia mbinu gani? Sasa wewe ulishawahi kuona wapi mtu anatoa bunduki nje anasema eti nitatumia hii? Tatumia mbinu gani? Simtulie. Muda ufike. Tuna mbinu zaidi ya 30. Zitakuwa zina-applyiwa hata nyewe wenyewe mnasema Wao acha watembee na maumbwa barabarani na mikombara waweke juu, watembee, wajike, weke mashiri, mimi na shati nyeupe tu. Tutawashinda kwa sababu Mungu yuko upande wetu. Amina. Na tutawashinda. Na hizi ripoti zitaenda everywhere. Tulizitunza humu ndani tukiamini kwamba hawa watu watatuita tuzungumze ya mambo yasirudiwe. Lakini wanayaendeleza kwa sababu wanatudharau. Tutapeleka popote panapotakiwa. Na ziara ya mwenyekiti wa chama taifa itakapoingia hapa mkoani, itakuwa imesheheni ripoti yote kwa kina kabisa. Kwa kina kabisa. Hatuwezi kuendelea kwenye nchi watu wanauawa, watu wanafanywa hivi. Kwani sisi tunawazidi nini Botswana wanaofanya uchaguzi anatangazwa ambaye ni mwingine wa chama kingine? Tunawazidi nini sisi? Tunawazidi kwamba currency yetu inazidi ya Botswana? Tunawazidi nini Kenya ambao Raila anaitwa tu kwamba njoo jamani tuzungumze ni hivi? Tunawazidi nini Kenya? Currency ya Kenya na ya kwetu ni shilingi 5 kwa 100. 5 ya Kenya ndio 100 yetu. Shilingi 50 ya Kenya, 47 ya Kenya ni shilingi 1000 ya Tanzania. Shilingi 500 ya Kenya ni 10,011 ya Tanzania. Tunawazidi nini Kenya? Hata matibabu tu tunavuka kwenda Kenya kila siku. Tunawazidi nini? Tunawazidi nini Ghana wanaofanya mageuzi kila siku? Mkuu wa mkoa pia akae mkao wa kura tunampelekea ripoti. Akae mkao wa kura kabisa kwa niaba ya rais tunampelekea ripoti ya no reform, no election. Na atakubali kwamba tunazo sababu.